Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, amesema kwa sasa chama hicho hakina watu wa mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe wala mwenyekiti wa sasa Tundu Antipas Lissu kama inavyozushwa na watu mitaani na kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Akizungumza katika kikao cha kawaida cha kamati kuu leo Mei 23, 2025, Sugu amesema kwa sasa Chadema inasimama kama watu wenye itikadi na mwelekeo wa aina moja na lengo lao kuu ni kuhakikisha kunafanyika mabadiliko kabla ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mbali na hayo, Sugu amezima taarifa zilizokuwa zikivuma kuwa yumbioni kuhama Chadema kutokana na kutofautiana mitazamo na viongozi waliopo madarakani kwa sasa. Aidha, Sugu amegoma kutaja iwapo Chadema itaamua kushiriki uchaguzi mkuu atagombea jimbo gani baada ya jimbo la Mbeya mjini kugawanywa, huku mshindani wake mkubwa kwa sasa Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson akitangaza hadharani kuwa atagombea jimbo jipya la Uyole. Inasikitisha. Sawa. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe wakati wa uchaguzi. Na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu na uhama wanasema kwamba ni watu upande wa Mbowe. Hilo unazungumziaje? Sasa unauliza nini wakati unaniona? Kwa hiyo sio kweli. Unaona sio kweli. Sio kwamba kila mtu aliyehama ni mtu wa mnaoita watu wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba mambo yalishakwisha. Uchaguzi ulishakwisha. Sasa hivi hakuna mtu wa Mbowe wala hakuna mtu wa Lissu. Sasa hivi kuna watu wa Chadema, hususan kwa sisi tuliokuepo hapa. Itabaki kwa hivyo na tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki. Lazima sisi tuchukue wajibu wa kusatisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi hatuwezi kusell out. Haya mawimbi yanayokipiga chama chenu, unaamini ni naturally yanatoka ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo, mnatokaje hapo? Of course kuna external forces. Kuna watu wanajaribu kutake advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu. Hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni. Malalamiko yapo katika vyama vyote. Watu watalalamika kwenye Chadema, hiki hakikwenda sawa, hiki hakikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wao rais mwaka huu. Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tupo kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tuna discuss tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndio tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda na jeshi. Kule jimboni, kule Mbeya tumeona tume imegawa jimbo ambalo lilikuwa mbunge wake, na mwanzoni kabla ya kugawanywa kulikuwa na kelele kwamba mafahali tunaona mkoa wawili pale, yuko Sugu, yuko Tulia. Kama jimbo limegawanywa, ikitokea mnakwenda kwenye reforms zimepatikana, wewe utakaa wapi? Sasa siwezi kwenda huko kwa sasa. Kwa sasa kilichopo mezani ni kudai reforms. Yaani siwezi kusema kwamba siku ya harusi nitavaa suti ya blue wakati sina hata mchumba. Unanielewa sio? Kwa hiyo kitu kilichopo saizi mezani ni no reforms, no elections. Tunaibeba hii agenda, tunaipeleka kwa Watanzania, tunaipeleka kwa makundi mbalimbali. Tunashukuru sana namna ambavyo tech wamepick na viongozi wengine wa dini. Tunataka wadau mbalimbali wenye sauti, mkiwemo nyinyi waandishi, kuendelea kupush hii agenda ili ifikie matarajio au malengo ambayo yanaisukuma agenda hii. Watu wapate viongozi waliowachagua, kwa sababu viongozi waliochaguliwa na watu huwa wanawajibika kwa watu. Na hichi ndio tunachokitaka. Tunataka viongozi waliochaguliwa na watu ili wawajibike kwa watu.
pamoja na kwamba ajenda yenu ya no reform imeeleweka kwa wananchi, lakini kwa serikali ambao mnategemea hata nyinyi ichukue hatua, na serikali kila siku imekuwa ikisisitiza kwamba reforms zimefanyika. Ikitokea serikali ikaendelea na msimamo huu, what next? Sisi tuko kwenye vikao sasa, tunataka kutu preempt kama tulivyosema hata awali kwamba tutakwenda kwa wananchi, tutarudi mwezi wa 5 kufanya tathmini. Tathmini hatufanyi kwenye mitandao au hatufanyi barabarani, tunafanya kwenye vikao kama hiki. Na ndio maana viongozi tuko hapa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tutatoka na chama kitasema tumefikia wapi na tunaendaje.